Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali itaendelea kutambua mchango mkubwa aliotoa Katibu Mkuu mstaafu wa CCT marehemu Askofu Stafford Shauri. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani limeomba washirika na wadau kuendelea kuwasaidia wahitaji ikiwa ni pamoja na kuwakatia bima za afya. Baada ya mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA kutangaza bei mpya za mafuta, baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamelalamikia bajaji na pikipiki kupandisha nauli zaidi. Na bunge la Uganda limepitisha muswada tata ambao awali ulikosolewa kwa kuakisi lugha ya mawakala wa kigeni inayotumiwa katika sheria ya Urusi kunyamazisha wapinzani. Habari za sasa, mtazamaji wa Upendo TV. Habari, jina langu ni John Pazia. Nitakuletea habari za kitaifa na habari kutoka mataifa mbalimbali, na hapo baadaye utakujia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali itaendelea kutambua mchango mkubwa aliotoa askofu wa pili wa kanisa la Anglikana Dayosisi ya Ruvuma na Katibu Mkuu mstaafu wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT marehemu Askofu Stafford Shauri. Amesema hayo wakati akimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mazishi yaliyofanyika katika kanisa la Anglikana Dayosisi ya Ruvuma Liuli, wilaya Nyasa, mkoani Ruvuma, ambapo amesema Askofu Shauri amekuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii pamoja na kuendeleza na kuikuza imani ya Kikristo nchini. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amenituma niwahakikishie kwamba serikali inatambua mchango mkubwa ambao Askofu Shauri aliutoa kwa nchi yetu, akiwa ametumikia serikali za mitaa kwa zaidi ya miaka 12, lakini pia akiwa ametumikia kama katibu mkuu wa CCT kwa zaidi ya miaka 10. Niwape pole sana kanisa la Anglican Tanzania pamoja na wakazi wa mkoa wa Ruvuma na wilaya ya Nyasa kwa msiba huu mzito. Niwahakikishieni kwamba serikali inatambua kazi kubwa ambayo marehemu Askofu Stafford Shauri alifanya kwa nchi yetu, na hasa kwenye kusimamia na kueneza amani na haki katika nchi yetu, na niwaambie kwamba ni dhamira ya serikali yenu kuhakikisha kwamba yale aliyoyasimamia kwa nguvu zote Askofu Shauri yanaendelea kutekelezwa. Askofu mkuu wa kanisa la Anglikana Tanzania Maibo Mndolwa ameishukuru serikali kwa ushirikiano mzuri iliyonayo na dini katika kutoa huduma mbalimbali kwa wananchi, ikiwa ni pamoja na ukarabati wa barabara kutoka Mbamba Bay hadi Liuli katika wilaya ya Nyasa, ambayo ilikuwa ni changamoto kubwa, hali inayodhihirisha kuwajali wananchi wa eneo hilo. Tutoe shukrani zetu za kipekee sana kwa mkuu wa mkoa wa Ruvuma kwa namna ambavyo amekuwa akishirikiana kwa karibu sana na viongozi wa dini. Ni mtu mwema kweli kweli. Tulipofika mara ya mwisho hapa tukija kumzika mzazi wa msajili wetu ambaye ni katibu wako mkuu wa tume ya kurekebisha sheria, hatukuwa na usafiri. Yeye alitoa vyombo vya usafiri vya serikali kutuleta na kuturudisha hapa, na akawajibika vizuri sana. Tunawaombea wakuu wa mikoa wote na wakuu wa wilaya. Tukijenga nchi yetu kwa moyo wa namna hiyo, tutafika mbali sana. Marehemu Askofu Shauri ametumikia serikali za mitaa kwa zaidi ya miaka 12 pamoja na kuwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT kwa zaidi ya miaka 10.
Baada ya mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA kutangaza bei mpya za mafuta leo, baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamelalamikia changamoto ya usafiri, huku wakisema bajaji na pikipiki wanapandisha bei kubwa sana tofauti na awali, hali inayosababisha kuongezeka kwa ugumu wa maisha na kuharibu bajeti ya kila siku. Wakizungumza na Upendo Media kwa nyakati tofauti, baadhi ya abiria hao katika eneo la Kimara, manispaa ya Ubungo, jijini Dar es Salaam, wamesema kwa sasa hivi inawagharimu zaidi hadi shilingi 6,000 hadi 7,000, huku wakiomba serikali kuingilia kati kwa kuwapangia bei elekezi madereva hao. Kwa kweli sasa hivi usafiri ni mgumu, nauli kwenda posta mpaka utumie shilingi 6,000 mpaka 7,000 ndio ufike mjini. Kwa hiyo inakuwa changamoto sana, kwa sababu nauli yenyewe kwenda kurudi, vipato ambavyo tunavyoongeza ni tofauti kabisa na matarajio yetu. Kwa hiyo tunaomba serikali iliangalia hili, tunapata tabu sana. Nauli ni kubwa sana, yani usafiri ni tabu, nauli ni kubwa. Bajaji mpaka mjini shilingi 5,000, pikipiki mpaka 8,000. Kwa hiyo jamani, ni changamoto sana tunapata. Kwa hiyo mimi nakaa Salasala, lazima nipande bajaji inilete Mboyoni, na lazima nipande gari inilete sehemu yangu husika ya biashara. Sasa sababu kila gari inayotoka Mbezi asilimia kubwa imejiacha. Kwa hiyo kama sisi wa Kimara hapa tunasubiri muda mrefu ili ufike katika maeneo ya kazi, na hata hivyo kama unavyoona kuna pikipiki bajaji, lakini kipato kila mtu, watu tunategemeana katika vipato, kwamba mwingine kipato chake kinazidi, mwingine kinapungua. Kwa hiyo wengine hatuwezi kwenda mjini kwa 3,000 4,000 kutokana kipato kidogo. Mimi hapa nimekuja toka saa 1, lakini mpaka sasa hivi hapa tunaelekea saa 4 sijapata usafiri wowote wa kutoka hapa hivi. Binafsi kwanza mimi nachelewa kazini na kwenda, natakiwa nifike mapema, lakini mpaka sasa hivi sijafika. Kwa hiyo ni changamoto nyingi ambazo zinatukuta sisi wakazi wa Kimara hapa hivi. Madereva wa magari ya abiria maarufu kama daladala wamesema kutokana na adha ya upandaji wa mafuta hayo, wameomba serikali kuangalia namna nyingine ya kudhibiti bei hizo ili zisiwaumize katika majukumu yao. Kwa hiyo mafuta yamekuwa juu, ni changamoto, na gari huwezi kumlazia garini kwa nalaza 130,000. Lakini sasa hivi nampelea yeye mwenyewe hesabu ni 80,000. Sasa hivi tajiri bila achukue 80,000. Sasa kwa uendeshaji wa gari wa hesabu 80,000, kitu ambacho hakiwezekani, kitajiri anaweza kasitisha hii gari pia isimame, na baadhi gari nyingi zimesimama sasa hivi hazitembei. Mimi sina la kujaji kwa sababu ndio mwenye chombo. Akiamua akisema nipaki, kwa sababu hizo katembeza gari kwa bei ya sala, anafanya service, ananunua gari tairi 350,000, 300,000 na unafikiri mtafanyaje? Kwa hiyo serikali inabidi iangalie kwa upande mwingine, isiumize sehemu moja. Sasa hivi kila kitu kimepanda, kiko juu. Habari na nini tupandishwe hata nauli au hesabu ishuke at least. Wewe unakuwa ukigari vidogo hivi hapa hesabu 110,000. Hesabu 110,000. Unaenda kwa mafuta unaingia 120,000. Au umefanya kazi ya 240,000. Unaondoka na shilingi ngapi? 230 imeisha, unaondoka na 10,000 watu wawili. Hapo kama Magomeni, mimi nakaa Magomeni, kaza Magomeni. Gari inapaki Kimara. Ina maana kitoka kwa nachukua pikipiki 2,000. Mbona urudi na shilingi ngapi? 3,000. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imetangaza bei elekezi za mafuta nchini kwa mwezi huu ambazo zimeongezeka kwa wastani wa shilingi 200 hadi 300 kutoka bei iliyokuwepo Aprili mwaka huu 2026. Posta bajaji, posta yeye ondoka. Panda juu ondoke posta. EWURA imesema sababu ya kuongezeka kwa bei hizo ni vita inayoendelea eneo la Mashariki ya Kati iliyoanza Februari 2026 ikihusisha Marekani, Israel dhidi ya Iran.
Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani limeomba washirika na wadau mbalimbali kuendelea kuweka mipango mbalimbali ya kuwasaidia wahitaji, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha wanapata huduma za afya vizuri kwa kukatia bima za afya ili kuwa na uhakika wa matibabu kama linavyofanya kanisa. Hayo yamesemwa na naibu katibu mkuu wa dayosisi hiyo Mchungaji Wilbrod Mastai wakati akikabidhi kadi ya mwanachama CHF iliyoboreshwa kwa watoto 74 wenye mahitaji maalum zilizotolewa na kanisa hilo, ambapo ameomba wazazi wa watoto hao kuendelea kuwalea watoto wao kwa upendo mkubwa, wakiwachukulia kama baraka kutoka kwa Mungu badala ya mkosi. Wapendwa wazazi wa hawa watoto, kanisa linatamani mjue kwamba hamlei peke yenu. Hichi kikao ni ushuhuda wa vitendo kwamba tunalea pamoja na hawa watoto, na hawa watoto ni baraka na faida kwenu na kwetu kama kanisa kwa upana. Tunajua kabisa katika kila jambo kuna yule anayebeba upande wenye uzito zaidi, lakini kama kanisa tunaamini Mungu anapolipa mema, analipa mema kwa kadiri ya kila mmoja na nafasi yake. Msichoke wala msikate tamaa, isitokee siku moyo wa mzazi ukawa na majuto juu ya huyo mtoto. Kanisa liko na nyinyi, na hili tamko sio la kisiasa, ni la kiroho kutoka kwenye mazingira ya neno la Mungu, kwa kuwa kanisa limeitwa katika wajibu huu. Mkuu wa idara ya misioni, uinjilisti na udiakonia Mchungaji Henry Mwinuka akizungumza katika hafla hiyo iliyofanyika katika ushirika wa Kipawa amesisitiza umuhimu wa kila mtu anapobarikiwa kuwa kwa ajili ya wahitaji kuwa daraja kwa kuwasemea, kwa kuwa kuna maelfu ya watu wanakosa chakula na mahitaji mengine muhimu. Yetu wako wanaomwaga chakula, wako wanaolala bila chakula, wako wanaolala chini, wako wenye vitanda ambavyo wanalalia mbuzi, vinakaa store, vinapata vumbi tu. Wako ambao hawajui watakula nini, lakini wako ambao wanamwaga chakula. Tunapokuja kwenye wito huu ambao Yesu anasema na sisi kwamba hakuja kutumikiwa ila kutumika, kuwahudumia wengine, tunaitwa kuwa baraka kwa wale wanaotuzunguka. Wako ndani ya familia, wako nje ya familia, wako tunaowajua, wako tusiowajua, wako ambao wanahitaji huduma yetu, wanahitaji msaada wetu. Naye mratibu wa diakonia dayosisi Ana Nyumba ameomba washirika na wadau wengine kushiriki mbio za hisadi tena zitakazofanyika Juni 20 mwaka huu jijini Arusha, ambapo lengo lake ni kuhakikisha wanawafikia wahitaji wengine ili wawe na uhakika wa kupata matibabu, huku mmoja wa familia zilizopata bima hizo akishukuru kanisa kwa kupunguzia changamoto ya matibabu. Leo Dayosisi ya Mashariki na Pwani tunajivunia kwa utekelezaji kukabidhi bima ya afya kwa kaya 25 ambazo jumla zina wanafamilia 74. Kwa hiyo mtoto anaweza kawa na changamoto pamoja na wazazi au ndugu zake wamefaidika pia na bima hiyo. Kwa hiyo kwa mwaka huu 2026 kanisa letu la Kiinjili la Kilutheri Tanzania ina kusudi tena la kufanya marathon hii ambayo pia ina kauli mbiu ile ile ambayo imetumika mwaka jana, ambayo inasema kimbia kwa moyo, saidia kwa upendo, ambayo itafanyika tarehe 20 Juni 2026 huko Arusha. Na lengo kuendelea kujenga mfumo endelevu wa kuwasaidia watoto wenye changamoto na magonjwa sugu na familia zao, lakini kuhakikisha familia zenye uhitaji zinaendelea kupata huduma za afya bila vikwazo kwa kushirikiana na serikali. Kwa niaba ya familia zote, wazazi wenye uhitaji na pamoja na meza kuu, napenda kusema tunashukuru kwa niaba ya familia hizi kwa mpango huu, lakini kwa niaba ya viongozi wa dini naomba muendelee na moyo huo kuhamasisha
Sisi tunashukuru kama wazazi tunaopitia changamoto nyingi tu kuhusu watoto hawa, lakini pia na upande wa serikali kule, nasi tunaomba shukrani zetu zifikishie kwa mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwambie kwamba bwana wanaomba pia uendelee kuwaboreshea kama alivyokwisha kusema kiongozi pale kwamba mpango huu usichague huduma. Hospitali ya Taifa ya Muhimbili inatarajia kupokea ugeni wa madaktari bingwa na bobevu kwa ajili ya kushirikiana kuvuna na kupandikiza figo kwa njia ya tundu dogo, ikiwa ni mara ya kwanza kufanyika kwa operesheni hiyo toka kwanza kwa huduma hiyo mwaka 2017, ambapo zaidi ya wagonjwa 120 wamefanyiwa kwa upasuaji mkubwa wa kuvuna na kupandikiza figo. Hayo yamesemwa na mkurugenzi mtendaji wa hospitali hiyo Dr. Delilah Kimambo wakati wa ziara kwa timu maalum iliyotembelea hospitalini hapo kutoka ofisi ya Rais, tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum ya serikali ya Zanzibar, ikiwa na lengo la kujifunza namna ya huduma zinavyotolewa kabla ya kuanzisha ujenzi mpya wa hospitali Zanzibar. Mwili wa binadamu unasadikiwa kuwa na figo mbili. Kuna baadhi wachache sana asilimia ndogo wanazaliwaga na moja, lakini wengi tunazo mbili, na unaweza ukaishi na moja na maisha yakaendelea kama kawaida. Kwa hiyo kwa wale wanaochangia figo, zamani tulikuwa tunafanya upasuaji mkubwa ili kuvuna ile figo na kumpatia yule ambaye anapokea. Lakini kwa hawa watano ambao tutawafanyia wiki hii, tutakwenda kuvuna kwa kutumia tundu dogo. Na maana yule ambaye anatoa hatapata alama kubwa, hatapata mateso ya operation kubwa, na anaweza kupona mapema na kurejea nyumbani. Kwa hiyo hizi ni operation 5 ambazo zitafanyika wiki hii, na huwa tunapandikiza kama kawaida yetu. Ni huduma endelevu. Ni kwa bahati tu leo mmeikuta kwamba ipo na inazungumziwa kwa namna ya tofauti, kwa sababu ndiyo mara ya kwanza tunakwenda kupandikiza na kuvuna figo kwa tundu dogo. Siku zote amesema ujio wa wageni hao unaashiria dhamira yao ya dhati ya kutaka kusaidia Watanzania katika matibabu, huku akitoa wito kuendelea kujenga tamaduni za kucheki afya angalau kwa mwaka mara moja. Kidogo hii ni tofauti na huduma zingine kama za figo, kwa sababu hawa watu hawaumwi, ni watu wenye uhitaji. Kwa hiyo kuna watu ambao wale wana uhitaji kwamba kweli sisi tunataka familia na wanania, na wameshajaribu kwa njia nyingine zote ndio wanafika. Kwa hiyo uhitaji wetu wa huduma ya kupandikiza mimba haupo kama uhitaji wa magonjwa. Hawa ni watu ambao wazima, wana afya zao, lakini wanaona wana changamoto ya kupata ujauzito kwa njia ya kawaida. Kwa hiyo mwitikio ni mzuri kwa wale wote ambao wanafikiri wanataka kuitumia huduma yetu, kwa sababu si ugonjwa, ni hitaji la familia. Kwa hiyo wale wanaohitaji wanafika, na tunao wengi wako katika hatua mbalimbali za matibabu. Akizungumza baada ya ziara hiyo, naibu katibu mkuu wa ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa na idara maalum ya serikali ya Zanzibar, Mikdadi Mbaruku Mzee, amesema ameridhishwa na utendaji wa hospitali ya Taifa na kutoa wito kwa Watanzania kuitumia hospitali hiyo kwa kuwa viwango na ubora wake ni wa kimataifa. Serikali inakusudia kujenga hospitali ya rufaa ya hizi idara maalum. Kizungumza idara maalum, shazitoa maelezo yake. Mgonjwa ambaye yuko kwenye hospitali ya kikosi, basi lengo la serikali apelekwe kwenye hospitali ya rufaa ya idara maalum. Hii hospitali itakuwa iko chini ya wizara. Vile vikosi vina hospitali yao. Daktari akiona kuna haja kupata matibabu zaidi, basi kwanza aje katika hospitali ya rufaa ya idara maalum. Hatujaanza kujenga, lakini tumekuja Muhimbili kuja kujifunza wala kupata taarifa za awali. Vipi hospitali ya rufaa iwe? Vipi VIPs ziwe? Hilo ndio lengo la kuja Muhimbili. Ujio huo viongozi kutoka Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ni hatua ya awali ya kujifunza namna ya uwekezaji uliofanywa katika hospitali hiyo, kisha kuwasilisha taarifa kwa ajili ya maandalizi ya ujenzi wa hospitali kubwa maalum visiwani humo. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee makao makuu ya nchi Dodoma. Zaidi ya wananchi 54,000 katika mkoa wa Dodoma tayari wananufaika na kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia, mpango wa serikali unaolenga kupanua upatikanaji wa haki kwa kutoa huduma za kisheria bure kwa makundi mbalimbali ya jamii. James Stanley kutoka Dodoma anaripoti.
Mkurugenzi msaidizi wa kisheria kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, Lucy Darabe, amesema kati ya waliopata huduma hiyo, wanaume ni takriban 25,000 na wanawake zaidi ya 28,000, huku wengi wakiwa na wanafunzi, madereva bodaboda, wafanyabiashara ndogo ndogo pamoja na makundi mengine ya kijamii. Natoa wito kwa wananchi wa Dodoma kuweza kushiriki katika kupata huduma za msaada wa kisheria kwa siku hizo 15, hususani kwenye eneo la ardhi. Endapo wana migogoro, iwe ni ya mipaka, iwe ni jambo lolote ambalo linawatatiza, yamkini wanadai, wafike kwenye kiwanja cha mtekelezo kwa ajili ya kupata huduma hizo. Na kwanza tumeanza utekelezaji wa kampeni hii katika mkoa wa Dodoma, tumefikia takribani wananchi 54,000 mpaka leo kwa muda wa siku 3, na 25,000 kati ya wananchi hao ni wanaume, zaidi ya wanaume 25,000 na wanawake 28,000. Hapo ikijumlisha makundi mbalimbali, kuna madereva wa bodaboda, kuna wanafunzi wa sekondari, shule za msingi, kuna wafanyabiashara katika masoko, na wenyewe wamekuwa wakifikiwa na utekelezaji au huduma. Amesema kampeni hiyo ipo katika awamu ya pili na inaendelea kutekelezwa katika halmashauri zote za mkoa wa Dodoma, huku akihimiza wananchi kujitokeza kwa wingi kunufaika na huduma hiyo ya bure kabla ya kufikia ukomo Mei 15, 2026, akibainisha kuwa inalenga kutoa msaada wa kisheria, elimu kwa umma na kusaidia uandishi wa nyaraka mbalimbali ili kurahisisha upatikanaji wa haki. Ambapo kwa mkoa wa Dodoma utekelezaji wa kampeni hiyo umeanza tarehe 1 mwezi Mei 2026 na itaendelea mpaka tarehe 15 Mei 2026. Kampeni itafanyika tu katika jiji la Dodoma, bali itafanyika na halmashauri zote za mkoa wa Dodoma. Kwa halmashauri hizi zote ukijumuisha na jiji la Dodoma, kampeni hii itafanyika kwa siku sawa, yani tarehe 1 mpaka 15 Mei 2026. Dhumuni la kampeni hii ni kutoa elimu ya kisheria kwa wananchi, kutoa ushauri wa kisheria, kuandaa nyaraka za kisheria, kusuluhisha migogoro kwa njia mbadala, kwa mfano migogoro ya ardhi na ndoa na migogoro mingine mbalimbali ya kisheria. Kutakuwa na ofisi au wataalamu kutoka ofisi ya mkoa ya ardhi pamoja na Wizara ya Ardhi na wataalamu pia kutoka jiji la Dodoma kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Kwa upande wa baadhi ya wananchi wa mkoa wa Dodoma waliopata huduma hiyo, wamesema wameridhishwa na utekelezaji wa kampeni hiyo, wakieleza kuwa inasaidia kushughulikia changamoto mbalimbali za kisheria ikiwemo migogoro ya ardhi na masuala ya kifamilia. Mimi changamoto yangu kwa kweli ya mikopo. Nimeomba mkopo kwenye kata ya Ng'ong'ona. Nimepitishwa kata ya Ng'ong'ona, nimepitishwa hadi jiji. Jiji wakaniambia kwamba tumewaachia benki. Kwa hiyo benki kila nitakapokwenda wanasema tutakuja kutembelea. Kila nitakapozunguka wanasema tutakuja kutembelea. Kwa hiyo mpaka sasa kutoka mwaka jana mpaka sasa sijapata ule mkopo. Niliposikia tangazo la msaada wa kisheria katika vyombo vya habari, nimekuja hapa kwa sababu niombe kusaidiwa. Kwanza moja, alipofariki mume wangu, dokumenti za ardhi, baadhi ya vitu viliibiwa, na baada ya kuibiwa nikaja nikafuatilia masuala ya kwenye hati kuhakikisha kwamba ziko salama. Dokumenti zilizokuwa zina caveat nikakuta zimeondolewa, zimetupwa. Mtu kashabadilisha haraka kajisajili, kashapewa na hati ya majina yake na kuambiwa kwamba mimi yeye anawaona wakubwa. Wanasheria wale walichonieleza ni kwamba wamesema nikatoe kopi hizi dokumenti, watazifuatilia waone kwamba nini kinachoendelea. Lakini mimi ombi langu kubwa, wale wote waliohusika kufoji saini za marehemu, ninaomba washughulikiwe. Wananchi wanaendelea kuhamasishwa kutumia fursa ya kampeni hiyo inayotolewa bila gharama, huku serikali ikisisitiza kuwa hiyo ni sehemu ya jitihada za kupanua upatikanaji wa haki, kuimarisha usawa wa kisheria. Kutoka mkoani Dodoma, mimi ni James Stanley, Upendo TV. Tanzania yachaguliwa kuwa mwenyeji wa mkutano mkuu wa 30 wa Jumuiya ya Kimataifa ya Mafunzo ya Ulinzi wa Amani Duniani unaotarajia kufanyika Novemba mwaka huu. Tupate taarifa zaidi.
Akizungumza mara baada ya ufunguzi wa kikao cha maandalizi cha kamati tendaji ya mkutano huo, mkuu wa chuo cha mafunzo ya ulinzi wa amani Tanzania Brigedia Jenerali George Itang'are amesema ipo tayari kuandaa na kupokea mkutano huo unaotarajia kuhudhuriwa na zaidi ya viongozi na wataalamu wa vyuo vya mafunzo ya ulinzi wa amani zaidi ya 400. Chuo cha ulinzi wa amani Tanzania tunayo furaha na mwaka huu tumepata heshima kubwa ya kuwa mwenyeji wa mkutano wa 30 wa muungano wa vyuo vya ulinzi wa amani duniani ambacho kinatarajiwa kufanyika mwezi Novemba. Kikao hicho ni muhimu sana kwa maana ya tasnia ya ulinzi wa amani, sababu ndio kinatarajia kuwaleta wakuu viongozi mbalimbali kutoka Umoja wa Mataifa, kutoka serikali mbalimbali watakuwepo, lakini vile vile kutoka majeshi mbalimbali. Kwa hiyo tunatarajia mwezi Novemba tutakuwa na kusanyiko kubwa la watu wasiopungua 400 kutoka mataifa yote. Na kama nilivyosema, tutakuwa na viongozi waandamizi kutoka Umoja wa Mataifa na jumuiya za kimataifa kutoka kila kona duniani. Mwenyekiti wa kikao hicho cha kamati tendaji ya IAPTC kutoka nchini Italia, Brigedia Jenerali Andrea Paris amesema wamefurahishwa na mapokezi na wanatumaini kikao hicho kitaleta mwelekeo ya mkutano wa Novemba mwaka huu ambao lengo ni kubadilishana mawazo, mbinu za utendaji ili kukamilisha misheni za Umoja wa Kimataifa katika kulinda ulinzi wa amani. This conference of the International Association of Peacekeeping Training Center is really a crucial point of the work, the year work of the association. And the aim is to find out how we can innovate peacekeeping, how can we make it more effective in the world, especially under the UN flag. Kikao hicho cha kamati tendaji ya Jumuiya ya Kimataifa ya Vyuo vya Mafunzo na Ulinzi wa Amani Tanzania kitaendelea kwa siku 3 na kinatarajia kumalizika Mei 8 mwaka huu. Tukisalia hapa jijini Dar es Salaam, jamii imehimizwa kuwa na usawa wa kijinsia kwa wanawake katika jamii ili kusukuma gurudumu la maendeleo. Lengo kuwe na mshikamano katika majukumu ya kila siku, kwani imeonekana wanawake hawapewi usawa katika jamii. Mratibu wa mradi wa jinsia kutoka taasisi ya ASEDEVA, Upendo Manasi, akiongea na waandishi wa habari kwenye uzinduzi wa mradi huo jijini Dar es Salaam, amesema kuwa mradi huo unalenga kupambana na ukosefu kwa kijinsia kupitia nguvu ya sanaa, kwani wasanii wana nguvu kubwa katika jamii. Kama tunavyojua kwamba kwenye sanaa kuna uwezekano wa kuongea vitu vingi sana na ujumbe ukafika kwa urahisi labda kuliko sekta nyingine zote. Kwa hiyo mradi huu utafanyika katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Kinondoni, lakini pia ukijumuisha maonyesho 30. Kwa hiyo ni mradi ambao una lengo la kuwaempower wanawake, lakini pia kuweza kuchambua, kwa sababu ilikuwa ni process, kuweza kuchambua mambo ambayo tumeyapitia kwenye mradi ambayo jamii ya wilaya ya Kinondoni inapitia ama watu wamepitia ama wanapitia ama wanaendelea kupitia, lakini pia kuweza kufanya baada ya process zote kuweza kufanya maonyesho 30 ambayo yatakuwa ni mubashara. Aidha, amesema mradi huo utafanyika katika mkoa wa Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni, ambapo watafanya maonesho 30 ili kuwawezesha wanawake kiuchumi kumiliki na kusimulia hadithi zao. Nao wasanii wanaoshiriki katika mradi wa jinsia ke, Jafari Bandukini na Irene Rugakingila, wamesema hawajaigiza tu katika mradi huo, bali lengo ni jamii iweze kutambua umuhimu wa usawa wa kijinsia. Kuleta elimu pia zaidi kwenye jamii
Kama unavyojua, lengo si tu kuigiza au si tu kusikiliza mziki. Lengo ni jamii iweze kupata elimu, kuelimika na kujua kuna umuhimu gani kwenye usawa wa kijinsia. Kwa mfano, watu wengi hawajui nini maana ya usawa wa kijinsia. Labda pengine tungesema kwamba usawa wa kijinsia ni hali ambayo wanawake na wanaume wanatambuliwa, wanaheshimiwa na wanapata fursa, haki na wajibu sawa katika nyanja zote za maisha. Tunayo matokeo ambayo mambo yanayotokea kwenye jamii. Kwa hiyo ukiachana tu kwamba huu mradi ni mradi ambao tutaenda kufanya wilaya ya Kinondoni peke yake, lakini ambao ni wilaya ambayo mimi mwenyewe pia ninaishi, ni wilaya ambayo pia nimekulia, kwa hiyo ni mambo ambayo pia nayaona. Kwa hiyo moja kwa moja sitoenda kuonesha kama sanaa, ila nitaenda kuonyesha ukweli kupitia sanaa kwa mambo ambayo yanatokea. Na tukienda moja kwa moja, ukiangalia kama mwanamke, ni mambo mengi sana tunayopitia kwenye sanaa. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee Kigoma mwisho wa reli. Wanawake wajane mkoani Kigoma wameziomba taasisi za serikali pamoja na wadau wa maendeleo kuwakwamua kupata haki ya usimamizi wa mirathi kutokana na changamoto wanazokumbana nazo baada ya kufiwa na wenzi wao wa ndoa. Mwanahabari wetu Katlaus Ezekiel ana taarifa kamili. Moja ya changamoto kubwa inayowakabili wajane ni kukosa uhalali wa kusimamia mirathi mara baada ya wenza wao kufariki dunia, ambapo wanapaza sauti wakiomba serikali na wadau kuwashika mkono ili waweze kuondokana na kuishi maisha magumu. Wakina mama wengi wananyimwa mirathi. Wanapokwenda mahakamani kufungua mirathi, wanakosa wasimamizi. Mara nyingi wananyanyaswa, hawachaguliwi kuwa wasimamizi wa mirathi ya mali za waume zao. Wengi wanawekwa pembeni, anatokea shemeji au wifi anasimamia. Kina mama wengi wajane wana matatizo mbalimbali, na katika matatizo haya yametofautiana. Kuna kina mama wajane ambao baada ya kufiwa na waume zao, familia za waume zao zimewazulumu mali zao, kwa hivyo wanaishi maisha magumu wao pamoja na watoto wao. Kufuatia changamoto hiyo, Rariji Foundation imewashika mkono wanawake wajane kwa kutoa mizinga ya nyuki 50 kati ya 200 wanayotarajia kutoa kama sehemu ya mpango wa kuwakwamua wajane ili waweze kuinuka kiuchumi. Sisi kwenye Rariji Foundation tunaamini kwamba ukimwezesha mwanamke mmoja umejenga familia, na ukijenga familia unabadilisha jamii nzima. Na leo kwenye hiyo mkutano wetu ni ushahidi wa imani yetu. Mshikamano na uvumilivu kwa wanawake hawa ukisisitizwa ili kuweza kufikia malengo kwa kila mmoja. Kwa tulikuwa tunaomba kupitia hii ya leo na serikali ijikite kutuangalia sisi kina mama wajane tunaishi katika matatizo, kuwasaidia, kuwashika mkono kwa kuongezea mitaji. Maana kina mama hasa hapa Kigoma mjini, kina mama tunajisumbua, yani kina mama wengi wanajiingiza kwenye biashara lakini hawana mitaji. Wakina mama tuamke, wajane tusikae tu tumejificha majumbani, tuamke tufanye kazi. Na pamoja na kufanya kazi, kwanza tuamke tukijua kwamba mama mjane ni msingi wa familia. Tunachoomba na wadau wengine wajitokeze kama walivyojitokeza Raji ili waweze kutusaidia wajane. Mambo yako mengi. Matarajio makubwa kwa wanawake wajane ni kujikwamua kiuchumi kupitia mizinga hii na kuwa mwanzo wa safari mpya ya kujitegemea. Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli. Mtazamaji wa Upendo TV habari, naomba nikukumbushe kwamba tamasha la Twenzetu kwa Yesu 2026 linafanyika Jumamosi ya tarehe 13 mwezi wa 6 pale viwanja vya Tanganyika Packers Kawe, na tiketi zinapatikana kwa shilingi 5,000, t-shirt ni shilingi 20,000 tu. Kwa sasa zinapatikana Dayosisi ya Mashariki na Pwani, Kanisa la Kiinjili la Kiluteli Tanzania KKKT. Ukifika hapo utapata pia tiketi pamoja na t-shirt, na pia unaweza ukatembelea ofisi za Upendo Media zilizopo Kinondoni, Dar es Salaam.
Serikali kupitia Wizara ya Ujenzi imeeleza kuwa inaendelea na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa barabara ya Ipiana Kasumulu Ngana Ndembo Ileje Isongele yenye urefu wa kilomita 114.3 ambapo kwa sasa hatua ya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina imefikia 96%. Kauli hiyo imetolewa bungeni jijini Dodoma na naibu waziri wa ujenzi Engineer Godfrey Kasekenya alipokuwa akijibu swali la mbunge wa Kyela Baraka Mwamengo aliuliza ni lini barabara hiyo itaanza kujengwa kwa kiwango cha lami. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Baraka Ulimboka Mwamengo, mbunge wa Kyela kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa barabara ya Ipiana Kasumulu Ngana hadi Ndembo Ileje eneo la Isongole lenye urefu wa kilomita 114.3 ambapo kwa sasa kazi ya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa barabara hii imefikia 96%. Aidha, serikali imeanza ujenzi wa barabara hii sehemu ya Isongole tu hadi Ndembo pamoja na barabara ya kuingia Ndembo Isoko yenye urefu wa kilomita 52 ambapo ujenzi umefikia 10.75%. Kwa sehemu ya Ipiana Kasumulu Ngana hadi Ndembo, kazi ya kufanya uthamini wa nyumba na mali kwa ajili ya kulipa fidia kwa wananchi watakaoathiriwa na mradi huo inategemea kuanza hivi karibuni. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Baraka Mwamengo, swali la nyongeza. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa eneo lile la barabara hiyo ya Ipiana Kasumulu kwa kipindi hiki cha mvua imeathirika sana na maeneo makubwa ambayo yanakwamisha magari kupita eneo hilo, hasa kipande cha eneo la Ikolo. Je, serikali itakuwa tayari kupeleka fedha za dharura ili kuendelea kuikarabati hiyo barabara wakati tunasubiri hiyo mradi mkubwa? Mheshimiwa Spika, ni kweli kwamba hii ni barabara ya changarawe ambayo katika kipindi cha mvua na hasa ule ukanda wa Kyela ambao una mvua nyingi huwa barabara nyingi zinakuwa zimeharibika. Na huu ni mwezi wa 5, kwa hiyo nimwelekeze meneja afike eneo la barabara, meneja wa mkoa wa Mbeya, kuangalia kama sasa tunaweza tukaanza utengenezaji wa barabara wa kawaida, na kama sivyo basi aweze kuhakikisha kwamba mkandarasi ambaye atatengeneza barabara hiyo katika matengenezo ya kawaida aweze kutengeneza na kurekebisha yale maeneo ambayo sasa yanafanya hiyo barabara isipitike kwa urahisi. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tupate mapumziko. Nitakaporejea tutapata habari za kimataifa. Mimi ni John Pazia.